Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni katika tafakari neno la Mungu, na leo tunatafakari masomo ya Dominika ya 4 ya mwaka A, mwaka wa kanisa. Somo letu la kwanza siku ya leo linatoka katika kitabu cha Nabii Sefania sura ya 2 aya ya 3 na ile sura ya 3 aya ya 12 mpaka aya ya 13. Kwa somo la pili siku ya leo ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza aya ya 26 mpaka aya ya 31. Somo la injili siku ya leo ni injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya kwanza mpaka aya ya 12. Karibuni basi ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu. Na nipende kuwaomba nyote kabisa ambao bado hamjasubscribe katika chaneli hii, bonyeza maandishi yaliyoandikwa subscribe, kisha utabonyeza alama ya kengele itakayofuatia, na hapo utakuwa umesubscribe moja kwa moja katika chaneli hii na kufanyika mpendwa na mwanafamilia wa chaneli hii. Karibuni basi ndugu zangu wapendwa, tuweze kutafakari kwa pamoja sehemu hii ya maandiko matakatifu, na tukianza somo letu la kwanza kama jinsi ambavyo nimekwisha kukufahamisha hapo awali ya kwamba tunatoka katika kitabu cha Nabii Sefania sura ya 2 aya ya 3 na ile sura ya 3 aya ya 12 mpaka aya ya 13. Nabii Sefania ni miongoni mwa wanabii wadogo 12, ni mjukuu wa mfalme wa Yuda, mfalme Hezekia, ambaye aliyetawala kuanzia mwaka wa 715 mpaka mwaka wa 685 kabla ya Kristo. Jina Sefania linaweza kutafsirika kama mlinzi wa Bwana au hazina ya Bwana. Hivyo nabii huyu majina yake yanatafsirika kama mlinzi wa Bwana au hazina ya Bwana. Nabii Sefania alihudumu kama nabii kipindi cha utawala wa mfalme Yosia, mfalme wa Yuda au mfalme wa kusini, na hiyo ilikuwa ni mwaka wa 640 mpaka mwaka wa 609 kabla ya Kristo. Alitanguliwa na Nahumu kama nabii, Habakuki na Yeremia. Sefania aliishi katika ufalme wa Yuda kusini mwa Yerusalemu, na alitoa unabii akiwalenga Wayahudi waliokuwa wakiishi katika ufalme wa kusini, yaani ufalme wa Yuda, kipindi ambacho Wayahudi wenzao waliokuwa wakiishi katika ufalme wa kaskazini, yaani ufalme wa Israeli, walikuwa wamekwisha kuchukuliwa utumwani Ashuru kuanzia mwaka wa 722 kabla ya Kristo. Katika kipindi cha utawala wa mfalme Yosia, ambacho ndicho kipindi ambacho Sefania alihudumu kama nabii, hali ya amani ilirejea katika ufalme wa Yuda. Falme iliyokuwa na nguvu, falme tishio kabisa ya Ashuru, ilikuwa imeanza kudhoofika, na ufalme wa Babeli ulianza kuchipua na kukua, na baada ya muda mfupi ukawa ni ufalme wenye nguvu kuliko falme zote Mashariki ya Kati. Tukio hilo ambalo lilitokea mwaka wa 605 kabla ya Kristo, baada ya ufalme wa Babeli kuangusha ufalme wa Ashuru pamoja na ufalme ule wa Misri, falme ya Babeli ikawa ni falme yenye nguvu kabisa Mashariki mwa Kati kuliko falme nyingine zozote, ikiwa na jeshi kubwa, jeshi lenye nguvu, jeshi lenye uwezo wa kuidhibiti tawala zingine na kuziweka chini ya mamlaka ya kifalme ya hawa wa Babeli. Huo ulikuwa ni mwaka wa 605 kabla ya Kristo. Kitendo hicho kilikuwa ni kitendo chenye manufaa makubwa kwa mfalme Yosia, mfalme wa Yuda, kwani aliweza kujikomboa kutoka katika utawala dhalimu wa Ashuru. Watangulizi wa mfalme Yoshua, hapa tunamzungumzia mfalme Manase ambaye alitawala kuanzia mwaka wa 695 mpaka mwaka wa 642 kabla ya Kristo, na mfalme Amoni ambaye ni baba yake na mfalme Yosia aliyeuawa, ambaye alitawala kuanzia mwaka wa 642 mpaka mwaka wa 640. Hawa walikuwa ni watawala waovu waliowahimiza watu wa Yuda wajitenge na Mwenyezi Mungu kwa kipindi cha miaka 50 na kujiunga na Waashuru, wakiabudu miungu ya Kiashuru, wakifata tamaduni za Kiashuru, na wakiwa wako chini ya mamlaka na utawala wa wafalme wa Kiashuru. Hivyo zile mila na desturi za kipagani za hawa Waashuru ziliweza kuanzishwa katika ufalme wa Yuda, na wananchi au wakazi wa ufalme wa Yuda walilazimishwa watolee sadaka pamoja na ibada zao kwa miungu ya kipagani ya Kiashuru.
Hivyo nabii Sefania anatoa unabii wake akiwaonya watu wa Yuda, wakazi wa ufalme huu wa kusini. Hivyo ujumbe mahususi wa kitabu hiki chote cha nabii Sefania, ujumbe mahususi, kiini cha ujumbe wake nabii Sefania amezungumzia juu ya ujio wa siku ya Bwana. Siku ya Bwana itakuwa na mambo makubwa mawili, ambayo jambo la kwanza ni hukumu na jambo la pili ni uumbaji mpya. Sefania anawaelimisha watu namna ambavyo wanapaswa wafanye maandalizi juu ya siku ya Bwana, kama vile ambavyo walivyofanya manabii wengine, nabii Amos, nabii Hosea, nabii Isaya na nabii Mika. Walisema siku ya Bwana itakuwa na hukumu, na hukumu hii itakuwa katika makundi mawili. Kundi la kwanza watahukumiwa watawala wa taifa zima, kama jinsi ambavyo wanavyosoma katika ile sura ya kwanza aya ya 8 au sura ya 3 aya ya kwanza mpaka ile ya 3 ya kitabu cha nabii Isaya. Lakini vile vile kutakuwa kuna hukumu ya watawaliwa, kama jinsi ambavyo nabii Sefania anavyotuambia katika sura ya kwanza aya ya 12. Nabii Sefania vile vile anabainisha, kama jinsi wanavyobainisha manabii wengine, kwamba kuna mwaliko wa hukumu hiyo sasa ambayo Mwenyezi Mungu ataleta kwa watu hawa. Mwaliko huu ambao Mwenyezi Mungu amepewa na watu watawala pamoja na watawaliwa, mwaliko waliompa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuja kwa hukumu wao, unatokana na dhambi zao. Dhambi hizo zinatokana au zimesababishwa kwanza na kikundi cha kwanza cha watawala. Dhambi hizo vile vile zimetokana na kikundi cha pili cha mahakama au kikundi cha kidini. Vyombo hivi vimekosa uadilifu mbele ya macho ya Mungu. Ukisoma katika kitabu cha nabii Sefania sura ya 3 aya ya 3 mpaka ile aya ya 4, kitabu cha nabii Mika sura ya 3 aya ya kwanza mpaka aya ya 3 na ile aya ya 9 mpaka aya ya 11. Vyombo hivi vikubwa vitatu, utawala, mahakama na chombo cha kidini, hivi ndivyo ambavyo vimechochea asili ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu vimekosa uadilifu, na kama ni hivyo vimempelekea Mwenyezi Mungu mwaliko wa kuleta hukumu na adhabu juu ya watu hawa. Vyombo hivi vimekuwa vikiwakandamiza maskini, vimekuwa vikitawaliwa na rushwa, na vimekuwa visivyokuwa na adili, hivyo vitaadhibiwa vikali sana siku hiyo ya hukumu. Watu wa kawaida wao wataadhibiwa kwa sababu ya viburi vyao na ukaidi wao, kama anavyotuambia nabii Isaya sura ya 2 aya ya 11 na ile aya ya 7 au sura ya 3 aya ya 16. Sasa nabii Sefania anabainisha na kutanabaisha ya kwamba adhabu hii haiko mbali sana, bali iko karibu sana. Ukisoma katika kitabu cha nabii Sefania sura ya kwanza aya ya 7 na ile aya ya 14, au kitabu cha nabii Hosea sura ya kwanza aya ya 4, inatanabaisha kwamba adhabu hii ambayo itakuja siku ya Bwana, hukumu hii itakayowekwa na Mwenyezi Mungu kuadhibu watawala, kuadhibu watawaliwa, kuviadhibu vyombo vyote vinavyosimamia haki, mahakama za kipindi hicho, na vyombo vingine ambavyo ni vya kidini ambavyo vimekengeuka na kukosa uadilifu, vitaadhibiwa vikali sana. Na adhabu hiyo wala wasidhani ya kwamba iko mbali, iko karibu mno. Adhabu hii itakuwa ina namna vile vile ya kuunda ufalme mpya wenye kuongozwa kwa misingi ya haki na uadilifu, na wale watakaobaki waadilifu ndio ambao watakaofaidika na mema ya ufalme huo ambao utakaoanzishwa upya na Mwenyezi Mungu. Na watu hao ni wale wote wanaosikia ujumbe wa manabii na kuuzingatia. Hao tu ndio ambao watakaosalimika, watu waadilifu, watu wanyoofu, watu wenye uchaji wa Mungu, kama ambavyo anatuambia nabii Sefania katika sura ile ya 3 aya ya 11 mpaka aya ya 12, au anatunabaisha nabii Isaya katika kitabu chake cha nabii Isaya sura ya 2 aya ya 11 mpaka aya ya 12. Katika somo letu la kwanza, nabii Sefania anawasihi watu waadilifu waendelee na moyo wa unyenyekevu kwa Mungu, ndio utakaowaponya dhidi ya hasira ya Mungu siku ile ijulikanayo kama siku ya Bwana,
siku ya hukumu, siku ya kuunda taifa upya, kuwaondoa wote waliokosa uadilifu, kuwaondoa wote waliokosa haki, kuwaondoa wadhambi, kuanzia ngazi ya watawala mpaka ngazi ya chini ya watawaliwa. Kwa hiyo nabii Sefania anatuambia kwamba adhabu ya Mwenyezi Mungu iko juu ya wote wanaotenda maovu. Wote wanaotenda maovu wataangamizwa kwa hasira ya Mungu. Kwa hiyo sauti hii sasa ya nabii Sefania inakuwa ni sauti ya watetezi kwa wanyonge, kwa waadilifu, kwa wanaokandamizwa, kwa wanaodhulumiwa na wanaoonewa. Watambue kwamba Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wao, na wale wote wanaosababisha madhulumu haya kwa watu hawa wanyonge wataadhibiwa vikali sana. Tena si muda mrefu, ni muda mfupi tu, hasira ya Mwenyezi Mungu itawaka juu yao. Na mambo haya sasa ndio ambayo yaliyotokea mwaka wa 597 kabla ya Kristo. Unabii huu wa nabii Sefania ukakamilika kwa 100%. Wote waliokosa uadilifu, wa dhambi, wenye kudhulumu, wenye kuonea maskini, watawala wasiokuwa waadilifu, wote walichukuliwa na kupelekwa utumwani Babeli, nchi ambayo ilijawa kilio na kusaga meno. Katika somo letu la pili, ndugu zangu wapendwa, kama jinsi ambavyo nimekwisha kuwafahamisha, waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Korinto sura ya kwanza aya ya 26 mpaka ile aya ya 31. Mtume Paulo ndiyo anayetajwa kuwa mwandishi wa waraka huu kwa Korinto. Hiyo sasa tunazungumzia ni baada ya mwaka wa 50 baada ya Kristo. Paulo akiwa katika mji wa Korinto alifanya kazi ya kuhubiri akiwa pamoja na Silvanusi, au jina jingine anajulikana kama Silasi, pamoja na Timotheo. Na akiwa huko, jambo linalokumbukwa zaidi licha ya kwamba alihubiri na kufundisha dini katika mazingira hayo, lakini vile vile ndo aliandika barua ya kwanza, kitabu cha kwanza katika Agano Jipya, barua ya kwanza kwa Watesalonike. Ikumbuke kwamba utume wa Paulo katika mji wa Korinto ulikuwa ni katika kipindi kile cha pili cha safari yake ya kimisionari, ile ya pili, kati ya mwaka wa 51 mpaka mwaka wa 54 baada ya Kristo. Alifundisha huko, akawaongoza watu na kuanzisha kanisa huko. Baada ya kukaa huko, aliondoka na kwenda katika mji wa Efeso. Akiwa katika mji wa Efeso, anapata taarifa kutoka katika familia ya Koroe juu ya uwepo wa matatizo mbalimbali katika kanisa changa, kanisa la Korinto, ambalo yeye mwenyewe amelianzisha. Matatizo yaliyokuwepo katika mji huo, katika kanisa hilo, ni kama vile mipasuko baina ya waamini wa kanisa hili la Korinto, kuto kukubaliana katika baadhi ya mambo baina ya waamini hawa wa kanisa la Korinto. Wapo ambao waliokataa utume wa Mtume Paulo, na wako wengine ambao waliokosa maelewano baina yao wao kwa wao, na uwepo wa matabaka miongoni mwa waamini wa kanisa la Korinto. Walio na uwezo waliwadharau na kutokuheshimu wasiokuwa na uwezo. Walio watu duni walijihesabu vile vile wao ni kama watu wasiokuwa na kauli, wasiokuwa na sauti, na ni watu wa chini ndani ya jumuiya hiyo ya waamini wa kanisa la Korinto. Paulo anapata taarifa hizi kutoka katika moja marafiki zake, familia ya Koloe. Wanamtanabaisha na Paulo sasa katika kutatua matatizo hayo mbalimbali ya kanisa hilo la Korinto, ndio anaamua kuandika waraka huu. Na katika somo letu la kwanza, somo la pili sasa, Paulo anatufundisha ya kwamba, na anawaonya watu hawa akiwaeleza ya kwamba Mwenyezi Mungu huwachagua watu walio duni kwa ajili ya kufanya kazi yake, na ili aweze kuwaibisha na kuwashusha wale wote wanaojikweza. Mwenyezi Mungu hufanya kazi na watu duni, kwani ni watu walio na moyo wenye uvumilivu zaidi katika magumu yote ambayo yanatokana na kazi hii ya Mungu. Ni watu wastahimilivu na ni watu wanyofu wa moyo. Watu hawa wana bidii zaidi katika utumishi wao kwa Mungu. Watu hawa humtumikia Mungu kwa nguvu zao zote. Watu hawa
huwajibika kwa Mungu kwa namna zote wanavyoweza, na watu hawa hawazitumainii mali walizonazo, isipokuwa wanamtumainia Mwenyezi Mungu zaidi. Maneno haya ambayo Paulo ameyaandika mwaka wa 52 mpaka mwaka wa 53 au mwaka wa 54 kama jinsi ambavyo tunavyotaarifiwa, ndiyo ambayo yanayosadifu uhai wa kanisa leo. Ukijaribu kutazama katika kanisa na kutafakari kwa kina, utagundua ya kwamba wanaojituma zaidi katika kanisa ni watu duni, na kanisa leo hii liko mikononi mwa watu duni. Tazama vyama mbalimbali vya kitume, walioko katika vyama hivyo mbalimbali vya kitume wakijaribu kuipeleka injili ya Kristo kwa watu wote kwa mfumo yao ya maisha na kwa njia ya vyama vyao hivyo vya kitume, 80% au 90% ni watu duni, ni watu maskini. Tazama vyama vya kitume kama Moyo Mtakatifu wa Yesu, Legio ya Maria, watu walioko kule ambao wanamtumikia Mwenyezi Mungu kwa uaminifu na kwa uadilifu. Zaidi ya 90% ya wanaounda vyama hivyo vya kitume ni watu duni, ni watu maskini. Chama cha kitume cha kwaya, zaidi ya 80% kama sio 90% au wakati mwingine 100% ni watu maskini, ni watu duni ambao wanaona ya kwamba wanaweza wakamwimbia Mwenyezi Mungu kwa karama ya uimbaji ambayo Mungu amewapatia, na wanafanya hivyo, wanatimiza utume huo kwa furaha, kwa amani, kwa uelewano na kwa upendo mkubwa kabisa, kwa karama hiyo na kipaji hicho na utume huo wa uimbaji ambao Mwenyezi Mungu amewajalia. Ni 1% ndogo sana ya watu wenye uwezo ambao wanashiriki katika vyama hivyo vya kitume. Angalia hata chama cha kitume cha makatekista, zaidi ya 80% kama sio 90% au wakati mwingine 100% wanaofanya utume huo wa uinjilishaji kwa namna hiyo ya utume wa ukatekista ni watu maskini, ni watu duni, watu wenye kumpenda Mwenyezi Mungu, na watu ambao wanaoamini ya kwamba kupitia utume huu ambao Mwenyezi Mungu amewapa, licha ya uduni na umaskini walionao, Mwenyezi Mungu akawakumbuka tu. Na ndivyo hivyo ambavyo waliolibeba kanisa. Kanisa liko katika mikono ya watu duni, watu maskini. Hawa ndio wale ambao wanaoanza na kanisa likiwa katika vumbi. Hawalikimbii kanisa, wanapambana kwa ajili ya kanisa lao na watalijenga kanisa lao kwa hatua zote, na hawatolichoka kamwe kanisa lao. 80% zaidi ya 80%, 80% zaidi ya 90% ya watu hawa ni watu maskini, ni watu hai, ni watu duni, wale ambao wako mstari wa mbele katika shughuli za kanisa. Tathmini, fikiria, watazame, ni watu duni, ni watu maskini, watu ambao wanaamini ile senti yao ya mwisho kabisa wanayoitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ina baraka, ina faida na ina neema kubwa sana kwao na kwa familia zao. Na ndio maneno haya ambayo Mtume Paulo anatuambia leo. Mungu hupenda kuwatumia watu maskini kwa ajili ya shughuli zake za kimungu, lakini vile vile kuwaaibisha wale wanaodhani ya kwamba pasipo wao kanisa haliwezi likaenda. Sisi sote tuna mchango mkubwa sana, licha ya kuangalia mali tulizonazo, licha ya kuangalia nafasi tulizonazo, licha ya kuangalia vyeo tulivyonavyo. Kila mmoja anapaswa atumike kwa nguvu zote ili ahakikishe ya kwamba kazi hii ya Mwenyezi Mungu inazidi kwenda mbele. Tusiangalie mali, nafasi, heshima, vyeo na vitu kama hivyo. Jambo la kwanza ni kuvua hayo yote, kuvua kiburi, kuvua ufahari, kuvua umimi, kuvua heshima, kuvua vyeo tulivyo navyo, kuvua mali na vyote hivyo, na kujivika vazi la umaskini, ufukara, kuhesabu ya kwamba mimi mbele ya Mwenyezi Mungu si kitu. Na kuanzia hapo sasa, hiyo ni hatua ya kwanza ya kuanza kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu kwa moyo mnyofu. Na katika somo letu la Injili siku ya leo, Injili ya Mathayo sura ya 5 aya ya kwanza mpaka aya ya 12, tunasikia habari juu ya heri 8. Heri hizi ni utaratibu wa maisha, ni dira, ni mwongozo wa maisha kwa kila Mkristo. Heri hizi ni toleo jipya la amri za Mungu. Heri hizi, lengo la mwinjili Mathayo
ni kumwonyesha Yesu kama Musa mpya. Musa wa kale alipewa amri za Mungu katika mlima Sinai. Yesu ambaye ni Musa mpya anatupatia toleo jipya la amri za Mungu akiwa mlimani, mlima uliokuwa jirani na mji wa Kapernaumu. Yesu akiwa mlimani alipokwisha kuketi na kuwafundisha wanafunzi wake, ndipo alipofunua kinywa chake na kuanza kuwafundisha heri hizi. Ulikuwa ni utaratibu kwa walimu wa Kiyahudi, marabi. Waliketi ili kufundisha mafundisho muhimu na mafundisho rasmi ya dini ya Kiyahudi. Mafundisho rasmi na yale mafundisho muhimu ya dini ya Kiyahudi yalitolewa na marabi wakiwa wameketi. Ilikuwa ni marufuku rabi kusimama kutoa fundisho rasmi au fundisho muhimu katika dini ya Kiyahudi. Mafundisho yote rasmi yalitolewa na walimu wa Kiyahudi wakiwa wameketi. Hata hii leo Baba Mtakatifu anapotoa fundisho rasmi la kanisa lenye kuhusu mambo ya imani au maadili, kutoa akiwa ameketi, extra cathedra. Yesu alitoa fundisho hilo akitanabaisha kwamba yeye ni mwalimu wa Kiyahudi au rabi, na alifundisha fundisho hili akiwa ameketi. Kitendo cha kuketi na kufumbua kinywa chake kiliashiria fundisho linalotoka ndiyo moyo wa mafundisho yote na ndiyo fundisho rasmi la Yesu Kristo. Na anatoa hizo heri 8, anafundisha heri 8. Kila heri imeanza na neno la Kiyunani makarios, lenye tafsiri ya heri au kitu chochote chenye kubarikiwa au chenye baraka au kitu chochote chenye bahati, makarios. Kwa hivyo walio maskini wa roho wana heri, wamebarikiwa sana, ni wenye bahati sana, kwa sababu hawajajifungamanisha na vitu vyovyote vile vya dunia hii. Wanaheri wenye huzuni, wanaheri wapole, wanaheri wenye njaa, wanaheri wenye kiu ya haki, wanaheri wenye rehema, wanaheri wenye moyo safi, wanaheri wapatanishi, wanaheri wenye kuudhiwa kwa sababu ya haki. Sasa haya yote ambayo Yesu ameyafundisha kama toleo jipya la amri ya Mwenyezi Mungu, ndiyo ambayo sasa Mtakatifu Agustino anafundisha ya kwamba sisi kama Wakristo tunapaswa tujenge mji wa Mungu tukiwa hapa duniani. Iko miji miwili ambayo inayopingana kiitikadi, kimaono na kimkakati: mji wa Mungu pamoja na mji wa kibinadamu, mji wa dunia, De Civitate Dei na De Civitate Terrena, mji wa Mungu pamoja na mji wa wanadamu. Mji wa Mungu ni mji unaoongozwa kwa misingi, taratibu na heri za Mwenyezi Mungu. Hizo ambazo Mtakatifu Agustino anatuambia kwamba tunapaswa tujenge mji wa Mwenyezi Mungu tukiwa hapa duniani. Sasa mji wa Mwenyezi Mungu una sifa zipi? Mji wa Mwenyezi Mungu una sifa zifuatazo. Sifa ya kwanza, mji wa Mwenyezi Mungu hauna mashindano katika uovu, bali una mashindano katika mema. Heri hizi zote zinalenga kumuunda mwanadamu kuwa kiumbe chema, kiumbe chenye heshima, kiumbe kinyoofu, kiumbe chenye uchaji wa Mungu, si kiumbe ambacho kinashindana katika maovu. Ukitazama dunia ya leo, kuna mashindano makubwa sana ya uovu. Ziko silaha zinazotengenezwa kwa mashindano, silaha nzito, silaha za kuangamiza, na zote hizi zinatengenezwa kwa mashindano, kila moja ikionekana ni bora zaidi ya mwingine. Hazina lengo za kuangamiza wanyama, haziangamizi tembo, haziangamizi simba, haziangamizi nini, lakini ni silaha za kumwangamiza mwanadamu. Mashindano katika uovu. Tunajibidisha zaidi kutengeneza silaha ambazo zitamwangamiza mwanadamu. Huo ni mfano wa kwanza. Yako mashindano mengi
tunashindana katika yale yaliyo maovu. Sasa mji wa Mwenyezi Mungu hautakiwi kuwa na silaha hizo wala mashindano ya silaha hizo za kumwangamiza mwanadamu, lakini mji wa Mwenyezi Mungu kama anavyotuambia Mtakatifu Agustino unapaswa uwe na silaha za kumuuisha mwanadamu, silaha za kumfanya mwanadamu aishi kwa wema na raha mustarehe akiwa hapa duniani. Na silaha ya kwanza ndio hiyo sasa Mtakatifu Agustino anasema ni umaskini. Kama Yesu anavyotufundisha katika heri hizi 8, tunapaswa kujenga moyo wa umaskini, kuto kujifungamanisha na mambo ya kidunia, kuto kujifungamanisha na mali za kidunia. Wako watu ambao wamejifungamanisha zaidi na mali za kidunia kiasi kwamba yuko radhi hata kutoa au kuvunja utu wake ili aweze kupata mali hizo. Mwingine anaona ni jambo la kawaida hata kuua, amue mwanadamu mwingine, amwangamize, atoe uhai wa mtu mwingine ili yeye mwenyewe aweze kunufaika. Tamaa mbele, mauti nyuma. Sasa katika mji wa Mungu, na sisi ambao ni Wakristo ni wajenzi sasa wa mji wa Mungu, mashindano ya uovu wa design hiyo hayana nafasi kwetu, yasiwepo kabisa. Usitawaliwe na mali, bali wewe itawale mali. Wako wanaokimbia familia zao kwa sababu ya mali. Wako wanaojitenga na watu, unajitenga na ndugu, unajitenga na wazazi kwa sababu ya mali. Wako wanaodiriki hata kudhulumu ili waweze kujipatia mali. Mwanadamu mbele ya swala la mali anakuwa mnyama kabisa. Anaweza akatenda tendo lolote ovu ili aweze kujipatia mali. Mashindano hayo ya uovu na mali vile vile hizo wakati mwingine zinatumika katika uovu, kufadhili uovu. Tunatumia mali kwa njia zisizo ovu. Tulio wengi tunajitafutia mali kwa njia ovu. Sasa hii ndiyo ambayo itakwenda kuamsha hasira na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu dhidi yetu. Kamwe usiendeshwe na mali. Usiwe na mashindano ya kutafuta mali kwa njia ovu. Sisi si watu wa kushindana katika uovu, bali ni watu wa kushindana katika yaliyo mema.